Na nikukaribishe wewe mtu wa Mungu upate chakula cha kiroho, chakula ambacho ni adimu, ambacho watu wengi huwa wanakipenda lakini hawakipati kwa wakati mwafaka. Na sasa bila kuchelewa tunakwenda kusoma somo linalosema na kuhitaji Roho Mtakatifu maishani mwangu. Andika somo letu linasema na kuhitaji Roho Mtakatifu maishani mwangu. Tunakwenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5 na Matendo ya Mitume 1:9. Karibu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi ule wa 5. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. 1:9. Matendo ya Mitume 1:9. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, ikainuliwa wingu 1:8 hadi 9. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Baba mtakatifu mwenye nguvu, wabariki wote wanaosikia, ibariki neno lako, litakase, bariki mtumishi wako kama alivyoombewa, bariki na kanisa zima na wote watakaosikiliza kwenye mitandao, na wakabidhi mikononi mwako Yesu. Wajalie uweza wako, nguvu zako, Roho wako Mtakatifu. Amina. Ni kitabu kilichoandikwa na Luka aliyekuwa anamwandikia Teofilo. Kwenye sura ya 1 ya Matendo ya Mitume unaona kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yaliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Kwa hiyo alikuwa anamwandikia Teofilo ili aweze kujua habari hiyo. Nitaka kudhibitishia umma wa dunia kwamba habari hii ni ya kweli, sio Luka sasa peke yake. Habari hii ni ya kweli. Habari ya Roho Mtakatifu ni ya kweli, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu, na nafsi ya tatu, nafsi ya kwanza inaitwa Mungu Baba, nafsi ya pili inaitwa Mungu Mwana, nafsi ya tatu inaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Lakini Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Kwa wageni naitwa Mchungaji Wilson Buda. Kwa wageni naitwa hilo jina, Mchungaji Wilson Buda. Na ukweli ni kwamba tulitaka tutoe udhibitisho kupitia maandiko matakatifu aliyoandika Mheshimiwa Luka. Na wewe unaweza ukaandika, na mimi naweza nikaandika, na watu wengine wanaweza wakaandika, na sisi wote tunaweza tukaandika. Na alithibitisha, aliyeahidi kutoa Roho Mtakatifu ni Yesu, kwamba atamwacha msaidizi. Katika Injili za Yohana
katika Injili ya Luka, katika Injili ya Yohana. Aliyeahidi kwamba atamwacha Roho Mtakatifu ni Yesu, alimwachia mwenzake. Uone jinsi wanavyopendana, jinsi ambavyo wana umoja, jinsi wanavyopendana. Na kazi hii haiendi bila Roho Mtakatifu. Kazi hii ya Mungu mahali hapa haiendi bila Roho Mtakatifu. Kazi hii ya Roho Mtakatifu mahali popote penye kanisa, mji, sehemu zote ambazo ni makao ya watakatifu, hapakai bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtapokea Roho Mtakatifu, akija kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, mtapokea nguvu. Sasa swali linakuja kwako, je, nguvu unayo? Somo letu linasema na kuhitaji Roho Mtakatifu maishani mwangu. Kumbe maishani mwangu ninamhitaji, maana Bwana amechagua kuishi na sisi. Bwana anachagua kuishi katikati ya watu, na ndivyo anavyofanya. Hata sasa anaishi katikati yetu, na mimi namtukuza huyo, na wewe unamtukuza huyo. Na Paulo akiwa ameokoka, amejazwa Roho Mtakatifu, baada ya kuanza huduma yake, katika Wakorintho wa kwanza aliwaandikia Wakorintho sura ya 3 mstari wa 16, naomba usome. Aliwaandikia akiwaeleza na kuwakumbusha ya kwamba ninyi nyote ni hekalu la Mungu, kwamba watu wote, waumini wote ni hekalu la Mungu. Wakati anaanzia Samaria na Yudea na Yerusalemu, sisi mwisho huku tuliko ni mwisho wa dunia. Sisi tuko mwisho wa dunia sana, na ndiyo maana tunazaliwa tukiwa weupe, halafu tunakuwa tukiwa weusi, lakini wagumu. Ujue, nimepata taarifa, mzungu mmoja alikuwa anahubiri sehemu hapa Tanzania, akahubiri siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akafa. Hali imemshinda ya Afrika. Hivi ninavyoongea wako kwenye msiba. Raia mmoja wa Sweden amefariki. Mkutano unaisha leo wa Injili, lakini mhubiri mmoja, walikuwa wahubiri wawili, mmoja ameshaenda kwa Mungu. Roho Mtakatifu sasa, ungesema angezuia asife. Kufa na kutokufa, Paulo alisema kuishi ni Kristo. Hebu soma ile 3:16. Soma ile 3:16. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Ishia hapa. Sasa jiulize mwenzako, je, mwenzangu, unajua kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu? Muulize tu jirani yako, muulize tu, hivi unajua hiyo habari? Tunaenda mwisho wa nchi, lakini sisi wenyewe kwa wenyewe hapa tuhubiriane. Hivi mwenzangu, unajua hiyo kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, na ya kwamba Roho Mtakatifu anaweza akaibuka ndani yako akafanya vitu vya ajabu, vitu vikubwa, vitu vya maana, vitu vinavyoleta amani, vinavyoleta furaha, vitu vya kubadilisha ulimwengu? Asifiwe Bwana Yesu. Mimi nikamsaidia mwanafunzi mmoja kwenye miaka ya 90 na kitu. Nikawa namsaidia kila temu inapofika, baba yake anakuja kuchukua mchango kwangu. Mwanafunzi simjui, ila na baba yake ndiye anakuja kuchukua mchango. Uangalie sasa mambo ya Roho Mtakatifu yalivyo. Siku moja nilipita Kariakoo pale, nikapita kwenye hoteli ndani na katiza hivi. Jamaa mmoja alikuwa amevaa miwanda, akanivuta suruali, akaniita, fulani, wewe ni baba mdogo? Nikasema mimi baba yako mdogo. Kwa lipi? Yaani mimi hapa Kariakoo nina mtoto. Akasema hapana,
wewe ulikuwa ukinisaidia wakati ule mimi sina baba wala mama, ila baba yangu mdogo alikuwa anawachangisha michango, halafu mimi nasoma. Kwa hiyo mimi nimeshasoma, sasa hivi naenda na ndege, Ulaya ni kama nyumbani. Jamaa huyo nikasema, mimi kwa kweli nilikuwa sikukumbuki, nakushukuru sana umenikumbusha. Akasema, sasa kwa kuwa sijajipanga vizuri, naomba basi ule kama mimi nilivyochukua na kula, nani mletee kama nilichokuwa na kula mimi. Nikala, nikanywa, nikaondoka. Kazi ya Roho Mtakatifu maana yake ni kukumbusha. Kuna mtu hata ukimfanyia jambo jema namna gani hawezi kukumbuka. Huyo anakumbuka kwamba wewe kupitia baba yake mdogo ulikuwa unamsomesha. Nakumbuka kuna mtu mwingine alikuwa anamsaidia, alikuwa anasema, hela hizo hapo za chenji chukua kwenye hilo kopo lote, mwaga chini lote hilo kopo la sarafu za 100, utakazo hesabu zote chukua kasomeshe huyo mtoto. Kumbe Roho Mtakatifu anaweza akasaidia watu wakawa na huruma. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayomkalia kila mtu aaminie na kutii. Pengine cha kwanza. Pengine cha pili, aliye na Roho Mtakatifu ni mtu wa pekee sana hapa duniani, ni mtu wa tofauti sana. Kwanza, wengine hawakumbuki wema. Tukumbushe tu, mimi niliwaambia hapa kanisani kwenye kamati tendaji ya kanisa la tawi hili, nikamwambia nataka tufanye kitu kimoja ambacho tutakumbusha. Nataka muone wema wa watu na fadhili za watu. Nataka tuanzishe mchango hapa kanisani wa kuweza kukarabati na kujenga kanisa hili kwa hapa ilipofikia. Asiwemo mtu hata mmoja kanisani ambaye hatashiriki kuchangia. Tuanzishe mwaka huu, iko mwaka huu mwezi wa pili, mwezi wa pili. Tunataka watu wote washiriki kulingana nguvu zao. Tukaweka watu wa 1,600,000 wakapatikana, wa 1,000,000 wakapatikana, wa 750,000 wakapatikana, wa 500,000 wakapatikana, wa 300,000 wakapatikana, wa 200,000 wakapatikana, wa 100,000 wakapatikana. Sasa hawa ambao wamesahau hawana roho wa kuwakumbusha? Wa 50,000 wakapatikana, tuliishia kwa watu wa 10,000. Nataka niwaeleze ukweli, Roho wa Mungu ni shahidi. Kuna mtu hajalipa hata 100. Halafu hapa kanisani anasema, shuka Roho Mtakatifu na mimi uingie kwangu. Subutu! Shuka Roho Mtakatifu uingie kwangu. Kuna mtu anategemea kuchangiwa lakini hajalipa hata 100 ya mchango. Jamani, mambo mengine tusimlaumu Roho, tusimlaumu Mungu, tukaweka visingizio. Tanguliza nani kwanza? Mungu mbele, tanguliza Yesu mbele. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayomkalia kila mtu aaminie na kutii. Lakini Roho Mtakatifu aliye naye ni mtu wa pekee sana hapa duniani, ataonekana sana amefanikiwa, na maana atatisha katika michango, atatisha katika kulisha familia yake, atatisha katika kuisha, atatisha kuhubiri, atatisha kushika maagizo ya Mungu, atatisha kulinda na kujilinda, atatisha kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Amen. Twende yote ya tatu. Kutembea na Roho Mtakatifu ni gharama kubwa kuliko chochote hapa duniani. Kutembea na Roho Mtakatifu ni gharama kubwa kuliko chochote hapa duniani. Watu ambao wanatembea na Roho Mtakatifu
ni wanyenyekevu, ni watiifu, hawana doa, hawana dosari. Ndio maana nilisema hivi, huwezi kuwa na Roho Mtakatifu halafu ukasonta kidole shetani au mapepo, halafu mapepo yakabaki yanakucheka hata siku moja, hata siku hii. Na nashukuru mmoja ameshuhudia, alivuta mwanae pembeni akasema, toka pepo, shindwa katika jina, kwenda zako. Akaondoka. Kwani Roho Mtakatifu kwani kazi yake ni nini jamani? Roho Mtakatifu kazi yake ni kuponya magonjwa, kazi yake ni kukumbusha, kazi yake ni kulinda, kazi yake ni kutia nguvu, kazi yake ni kuongoza, kazi yake ni kuinua, kazi yake ni kupaisha viwango vingine, kazi yake ni kusaidia uende viwango vya tofauti. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kubwa na ni nyingi, na kutembea na Roho Mtakatifu ni gharama kubwa. Unaitwa mwaminifu. Fungua Matendo ya Mitume 3. Waliotembea na Roho Mtakatifu. Petro na Yohana waliishi na upako na kutembea nao mahali popote. Na sisi tuishi na upako na tutembee nao mahali popote, sehemu yoyote, maisha yetu yote. Katika Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 1 hadi wa 8. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo aliwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliwaomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Tunaona kwamba hawa jamaa walikuwa ni wavuvi. Maana yake mtu yeyote kwenye kazi yake yoyote ile, Bwana anaweza kumtembelea. Yesu aliwachukua baharini, aliwachukua ziwani, kwenye ziwa la Genesaret au Galilaya. Ziwa Galilaya ina majina kama matatu hivi, hilo ziwa, hilo bahari au ziwa. Aliwachukua hao jamaa. Petro katika maisha yake hajawahi kujua inaitwaje. Hata kuandika alikuwa anaandikiwa. Bwana asifiwe. Hata kuandika alikuwa anafanyaje? Anaandikiwa. Bora hata mimi kuandika najua. Hata kwenye kompyuta naweza naandika ninavyohubiri. Hivi ninavyohubiri na viandika mwenyewe kwenye kompyuta. Yeye alikuwa hajui kuandika hata jina lake. Ukimpa jina lake Petro, ukamwambia sasa unaenda kuuawa, chukua hii barua hii. Akiipeleka anasema ni uweni, mimi yani barua imeandikwa ni uweni, mimi naleta barua hii. Basi naibeba hivyo hivyo, anafika nakupa, afu inakuwa imekaa vingine, anaandika ni uweni. Petro alikuwa hajui lolote. Lakini kwenye upande wa Roho Mtakatifu, ndugu zangu, wapendwa wangu, ujue kusoma usijue kusoma, ujue kuandika usijue kuandika, uwe na fedha usiwe na fedha, kwenye upande wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ikishaamua ukaa na wewe, kwa sababu umeikaribisha. Mgeni anayekaribishwa katika maisha yako, wewe utawini, utakuwa mkubwa na utakuwa mbali. Kwa hiyo wakasimamisha kiwete, kwa sababu anatembea na upako. Na wakati mwingine watu wana tabia ya kukagua mtu kama ana hirizi. Sisi tulishakaguliwa, ndio maana nazungumza hivi, na ushahidi. Na ushahidi hawakunivua nguo siku hiyo.
Tulikuwa nimeenda Tabora kwenye msiba, tukaombea mgonjwa akapona. Alipopona watu wakasema tukague, tuangalie huyu labda na hirizi. Hamna hirizi, hakuna. Halafu Mungu akanipeleka kwenye huo mkoa ambao kumbe yule mtu ameenda. Alikuwa anapelekwa Ujiji kwenye bwana, watu wanadamu wana ujanja mwingi. Eti anaenda kutibiwa. Katisha, pona, kisha pona upelekwe tena kutibishwa. Baadaye niliingia kanisa moja nikahubiri. Unajua zamani nilikuwa na nguvu, sio sasa hivi uzee umeshafika, umeshaingia. Nikahubiri, kwa nimepewa dakika 15, nikazinyuka. Alafu nikaona kuna mtu anasimama na punga mikono namna hii, mwanaume. Nikamwita, yule unamfahamu? Sio jamaa yule nilipiga pawa kwenye televisheni. Mungu ni mkuu. Ikabidi baadaye achukue muda aeleze jinsi ilivyokuwa. Hapo ni baada ya wiki, ujue Roho Mtakatifu hawezi kukuacha ujifie mwenyewe. Atatembea na wewe utakuwa pamoja naye. Kwa hiyo Petro na Yohana wanatembea na ahadi hiyo. Hawa Petro na Yohana ni tofauti na Anania na Safira. Anania na Safira walipokea hiyo nguvu ya Mungu, lakini hawakuitumia vizuri. Ni sawasawa na watu ambao wanaweza kupokea nguvu ya Mungu wasitendee vizuri. Hebu soma Anania na Safira. Soma nione kama kuna watu wanajua Biblia hapo. Anania na Safira, soma sura ya mstari wa 1 hadi wa 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 na kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe, ndio aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, ukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, nikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mmeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mmewe. Jamani, ndugu zangu wapendwa wangu, Roho Mtakatifu akishaingia huamua kuweka mambo yote wazi na hadharani. Hapa wenzake na Petro na Yohana, hawa washirika wenzake hawa nao walileta shida. Walifika mahali wakaanza kuficha. Ukiona kitu ambacho wenzio wanafanya katika Matendo ya Mitume sura ya 1, sura ya 2 na sura ya 3, watu walikuwa wanakula pamoja wote vitu vyao vyote walivyokuwa navyo. Lakini hapa mmoja anajaribu kuvificha na mkewe wanavificha, na wanapovificha adhabu yao ni kifo. Na kifo hicho kilikuwa ni cha ajabu, kwa sababu walikuwa wanakauka, walikuwa wanaongea, umesema ukweli? Ndio, nimesema ukweli. Anakufa hapo hapo. Sasa mwanaume akafa Anania alipokufa, mwanamke hajui kama Anania ameshakufa. Wakaenda wakamzika. Baadaye waliporudi akaja mwanamke na akaulizwa na Roho Mtakatifu, hivi kweli
Ni kweli kabisa wewe mlicho kiwanja mlikiuza kwa bei ile au mnafanyaje hizo mali mlizoleta? Anasema ni kweli tuliziuza kwa bei ile. Anasema umekosea. Akafa pale pale. Ujue hii ni agano jipya. Hili agano tunalolisoma. Hii miaka tunayoiandika sisi. Miaka hii wachungaji hawa maaskofu hawa wakina Petro walikuwa ni maaskofu kipindi hicho, badala yetu sisi tulikuwa tujazaliwa, babu zetu hawajazaliwa, babu na bibi hawajazaliwa, lakini kumbuka ni zama zetu hizi. Haya mambo yote yanafanyika hivi. Sasa mtu mmoja anauliza swali, kwa nini siku hizi miujiza haifanyiki? Ya kweli, miujiza ya kweli inafanyika, isipokuwa tu nakumbuka jana kuna mtu alinipigia simu ananiuliza, juzi ananiuliza, mbona sasa sisi hatufanyi miujiza? Naambia wewe haufanyi miujiza, ni wewe tu haufanyi miujiza, lakini mimi nafanya muujiza. Kwanza ukufanya wewe uanze kufundisha watu, wewe kama mwalimu ufundishe watu. Alikuwa ni mwanamke fulani, alikuwa mkoa fulani, kukufundisha wewe mpaka ukaanza kufundisha watu, maana yake mimi kwangu ni muujiza, wewe uone kama ni muujiza. Tuambie nini kosa? Kosa ni hili, watu hawaamini, watu wana mambo yao walioficha, watu wanaona aibu, watu wanaona oga, watu wametanguliza maslahi yao mbele, sio maslahi ya Mungu. Lakini Mungu kwanza, Yesu kwanza. Kama Anania na Safira angalitanguliza vitu vyao wakampa Bwana Yesu, wakamtolea Mungu, hata leo tungekuwa tunawasoma kama wakina nani wale wa Matendo ya Mitume 9:36, wakina Matendo ya Mitume 9, mama mchungaji, Matendo ya Mitume 9:36, ile mwanamke usisome, mtaje tu Dorcas, baba kina Tabita za majina mawili. Hapa kuna wanafunzi ambao hawakoseagi, wanakumbuka sana. Kina Dorcas, unaona wanaandikwa kwa tabia nzuri, kila mara, kila wakati, kila eneo, kila sehemu, watu wote wanaotenda mema. Na mimi hapa kanisani, watu wanaotenda mema, akitokea mtu hapa naambia, wakina nani wamejenga kanisa hili? Wale pale. Hata kama wenyewe hawajijui kama na watajaga, lakini nasema ni wale pale waliojenga kanisa. Huwezi kusema ujenga kanisa mwenyewe, wewe mwenyewe huwezi kujenga kanisa mwenyewe. Wale pale waumini uliwakusanya, ukawachangisha, wakachanga, ukatoa. Kwa hiyo huwezi kwenda kuandika jina lako, huwezi kwenda kuandika ulichonunua cha kanisa ukaandika jina lako kabisa, hata siku moja. Hata mimi nikienda kununua vitu vya kanisa, tumeenda na mama kununua maspika na makeyboard na manini, kuvika kule Kariakoo, tunaandika FPCT Mbweni, hatuandiki ni vya kwetu. Pana. Sasa kama vile tungekuwa tunakosea, maana yake Roho wa Mungu huyu asingetusaidia. Lakini sasa ni ahadi kila mmoja wetu apokee na kujazwa Roho Mtakatifu. Yoeli alisema katika 2:28 hadi 32, usisome, utasoma mwenyewe nyumbani. Ni ahadi kwa kila mmoja wetu, lakini tunapata Roho Mtakatifu kwa kutubu dhambi zetu zote na kusamehewa. Soma Matendo ya Mitume 2:14 na 15, 36 na 41. Matendo ya Mitume, tunapata Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 14 na 15. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Biblia inasema 36 hadi 41. Nenda. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapata sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, ndio mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa kwa
kwa maana ni saa 3 ya mchana. Mstari wa 36 mpaka 41. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo aliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. 37. Walipoyasikia hayo wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Ndiyo. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Wote. Hebu rudia hiyo mstari wa mwisho huo. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa kina nani? 38. Biblia inasema kwa kuwa ahadi hii niko kwa ajili yenu, ni kwa ajili yenu wa Tanzania na wa Afrika, wa Marekani na wazungu wote wa kila taifa na wa China na watu wengine, na kwa watoto wenu mtakaowazaa, na kwa watu wote walio mbali, na kila mtu aliyeko mashariki ya mbali na magharibi ya mbali, kaskazini ya mbali na kusini ya mbali, na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Na kwa watu wote wa kanisani, kwa watu wote watakaoitwa na Mungu, kwa watu wote watakaozaliwa mahakeshi, kwa watu wote waliopo duniani wamjie Mungu, wote ni ahadi juu yao. Mstari wa 40. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyesoma kwa miaka hii ni ngumu kuweza kutoboa watakufikishaje hiyo sehemu, lakini Roho wa Mungu atakufikisha. Ukiona mahali mambo hayaendi, ujue kuna nafsi moja imepungua ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakusaidia wewe kufanya mambo yake Mungu ili ufanikishe. Roho Mtakatifu anakusaidia kutoa sadaka nono. Roho Mtakatifu anakusaidia kufungua makanisa na makanisa, kujenga makanisa na makanisa, kununua magari ya wachungaji na Roho Mtakatifu anasaidia kujenga makanisa mbalimbali, sehemu mbalimbali. Roho Mtakatifu anasaidia watu kushuhudia, kudhamini mikutano ya Injili na semina mbalimbali. Roho Mtakatifu ndiye anayesaidia watu kufanya kazi hiyo. Roho Mtakatifu anasaidia watu kufanya kazi hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tumwamini Roho Mtakatifu. Haya, kwa sababu anatuongoza kutii maagizo yake Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatuongoza kutii maagizo yote ya Mungu pamoja na Yesu Kristo. Ni lazima tumheshimu. Ni lazima sana. Ni kwa sababu nyingine Roho Mtakatifu anatuongoza kusoma neno la Mungu. Biblia haishikwi na vumbi, tunaisoma kila siku. Hata tukiwa na simu kubwa, tutasikiza mahubiri mbalimbali. Yale yanayopotosha tunaweka pembeni, yale sahihi tunaweka vizuri. Bahati nzuri simu zote tulizonazo zina mahubiri ya Gwajima, zina mahubiri ya Askofu Buda, zina mahubiri ya Askofu Gwajima, Askofu Buda, mahubiri ya Daniel Mgogo, mahubiri ya watu mbalimbali kwa lugha yako unayoitaka wewe mwenyewe. Usema wahubiri wengine Gamanywa, Askofu Gamanywa, sema wengine nao waona kwenye mitandao wazuri. Tamka tu, sione aibu. Huruma Nkone, mwingine Mwakasege,
Msikatae jamani, jifunzeni. Hatuzuii kujifunza kwa watu ambao wanatuhubiria vema, lakini wale wanaotupotosha wakina IPM, wakina fulani, nafikiri nasema mwingine, sisemi mwingine, leo nimesema huyo mmoja, na fulani wako wengi. Siku hizi wameongezeka, wamekuwa wengi, manabii wa uongo wamekuwa wengi, na injili zao na redio zao na kujipendekeza kwao, huwezi kusikia Roho Mtakatifu akisema pale hata siku moja, huwezi kusikia. Mimi nimeanza hili somo na nitaenda nalo kwa mwezi huu, tutaenda nalo tu taratibu, mdogo mdogo. Ukifungua tu utaona pap, inaingia Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu ni nguvu, tutaitaka wote kanisa zima. Kama Roho Mtakatifu ni nguvu, wote atatusaidia katika kusoma neno la Mungu. Kama Roho Mtakatifu ni nguvu, tutatii, tutanyenyekea na kunyenyekeana. Kama Roho Mtakatifu ni nguvu, kila mmoja taitaka imsaidie katika shughuli zake, katika kazi zake. Jamani, nataka niwaibie siri. Zamani sana, kwenye miaka ya 80, niwaibie siri. Nilikuwa nataja, miaka hiyo sijaoa, mimi nimeoa miaka ya 90. Nilikuwa nataja kazi kama zamani, naenda kuajiliwa, naanza kuaga watu, naenda kuajiliwa, ila sipajui nitakwenda wapi. Lakini nafsi inanisemesha. Kumbuka nimeanza kuhubiri wiki jana jinsi nafsi ya mtu inavyozungumza na Mungu. Mungu anazungumza na nafsi yako, Mungu anazungumza na sehemu yako. Kwa hiyo nilianza kufundisha hayo ili hii iwe rahisi kwako. Ukiyaunganisha pamoja yote yatakusaidia. Kwa hiyo nilikuwa najua ajira nje. Kwa hiyo natoka najua na uwezo wa kuaga rafiki zangu, nitatoka muda wowote, nitakwenda. Kuna watu wananihitaji ila sijui ni wakina nani. Najisikia. Maana yake ni nini? Ni Mungu kupitia Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba jipange, utaondoka muda wowote. Na muda ukifika, siku hizo nilizosema, nilikuwa naondoka. Sasa hivi ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ni zaidi ya vile vya zamani. Sasa hivi badala ya kufikiria au kuota ndoto, naona kwa macho. Jina la Bwana libarikiwe. Nini kinachosaidia? Roho Mtakatifu anatusaidia sisi kuona kwa macho ya rohoni, ya ndani ya rohoni. Na kwenda kumaliza kwa siku ya leo kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Hatujui kuomba ipasavyo. Warumi sura 8:26 na 27. Naenda kumaliza. Tutaendelea Jumatano. Kwa leo nimalize, ila ujue kabisa. Tutaangalia Roho Mtakatifu alimuongoza mtumishi wa Mungu, akaliambia jua simama, likasimama. Jua simama. Likasimama pale. Siku moja nimewahi kuita mvua, ikanyesha. Sijajua kama mtu mmoja anaikumbuka. Ilikuwa mwaka 92. Nikaenda shambani, nikaweka wafanyakazi, tupande leo mvua inanyesha. Kila mtu mpaka baba mzazi alishangaa. Mvua mnaipata wapi nyie? Bwana, mvua inanyesha leo. Haya, pandeni wote. Wakapanda nchi kavu, mahindi na maharage wakapanda. Halafu saa 11 mvua ikashuka. Mvua ikafanyaje? Kama mtu mwingine angesema ni dawa. Sio dawa. Na kushauri wewe mtu wa Mungu. Hebu soma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua hutamkika. Roho tusaidie, hutuongoza, hututia nguvu, hutuwezesha
hata wakati tunatafuta mchumba, Roho Mtakatifu aweke tiki. Usiangalie miguu ya bia, wala macho ya gorori, wala nywele zilizonyoka, wala sura nzuri au nini. Inawezekana wewe ulipangiwa kuoa mtu wa sura ya kawaida, kwamba ukioa mrembo utanyanganywa. Unasikia Elisha? Bwana asifiwe Elisha. Nimekutolea mfano wewe kwa sababu wewe najua kesi hakuna. Ukioa mrembo huenda hamtaishi naye, atajiondokea, atakuacha, atakutelekeza. Nilikuwa namwambia mchungaji, kesi zimekuja, watu wamechachika wenyewe, sasa wanakuja wanasema mchungaji turudishe. Yaani mimi niwarudishe walioachika. Naambia mimi sirudishi mtu. Sirudishi mtu mimi. Usiondoka mwenyewe. Wakati unaondoka mimi nilikuwa kanisani nimekaa. Sasa sikurudishi. Sasa utaanza kufikiri, unafikiri ni yule. Hapa mimi na watu wengi zaidi ya 1000 ambao wako kanisani, katibu. Sija kuambia humjui. Humjui, huwajui hao naosema. Waliondokaga zamani. Lakini anasema mchungaji, fanya mpango unirudishe mimi kwa mume wangu. Yaani mimi nilikwambia uondoke. Hapo kuna roho jamani, hapo si wote namchosha bure. Kaa kwako. Acheni kukomoana washirika, kwa kuwa ni mtu aliyesali hapa na ni mtu ambaye nimemwombea sana na ni mtu ambaye yani nimehangaika mno na kila mtu anajua, na simtaji. Sitaji. Naweza kama 5 hivi mnaweza mkamjua. Hii simtaji. Bwana Yesu asifiwe jamani. Tunamhitaji Roho, tumhitaji Roho. Tunamhitaji Roho kwa sababu peke yetu tumechoka. Yaani peke yenu mmechoka, peke yao wamechoka, wanahitaji msaada mwingine wa kumsaidia ili aweze kukidhi viwango vya mapambano. Ole kwa vijana ambao hawajaoa, wa kike na wa kiume ambao hawajaolewa. Hapo ni ole kwao. Haya macho sijui mnaangaliaje. Mungu awasaidie sana. Mnamhitaji Roho kwa sababu gani? Roho atawasaidia, awatetee. Ombeni sana kwa nguvu kubwa, kwa sababu msipoomba kwa nguvu kubwa, mtaoa au mtaolewa na micharuko. Kwa hiyo mnamhitaji Roho Mtakatifu sana. Simu inakatika lakini bado tu inapigwa. Nyingine tena inapigwa. Mimi ndo fulani wa wapi? Mimi ndo yule. Nilikuwa kanisani nikakutoroka. Sasa ikoje? Nataka unifanyie mpango nirudi mimi. Nataka niwakumbushe mtu mmoja. Nilimtabiria japo sio mazuri, lakini ndo hivyo. Ndo hivyo. Utabiri tu. Ndo hivyo. Ningemwambia hivi. Nataka nikuhakikishie kabisa alikuja ushtaki mume wake. Nikamwita mama watoto, nikamwambia mama njoo usikize. Nikamwambia huyu asiondoke kwenda kwao. Avumilie hakae na mume wake maisha yake yote. Halafu akishavumilia atulie tu, kwa sababu anahemelewa. Unahemelewa ndio. Unakula mara ngapi kwa siku? Mara hii. Pasta mara hii. Chai asubuhi unapiga chakula cha mchana unapiga chakula cha usiku unapiga chakula. Nikasema huyu mtu anahitaji Roho Mtakatifu. Halafu mume wake alikuwa ameokoka kwenye mikono yangu. Nilikwenda kumwombea akiwa na mapepo sijui 1000 ngapi. Huyo mwanaume alikuwa ni afande fulani. Nikamwambia, ndugu, tunaona sasa umetulia ole wako uwe mcharuko.
Yule mama akaja anasema, mimi naondoka zangu. Alikuwa na kifua hivi, mimi naondoka zangu, siwezi kubabaishwa na nini. Akapita nyumbani kwangu na begi. Sasa unapita nyumbani iweje? Mama mchungaji kama mtamkumbuka, nilimuita mama mchungaji nikasema nataka nimwambie ukiwa unasikia. Namwambia hivi, utakwenda huko na kukwenda kwa jeuri yako na kiburi chako. Ukifika huko utakaa wiki 2, watakukataa huko. Halafu utarudi kwa huyo mwanaume. Mwanaume naye atakuwa ameshaoa mwingine, kwa sababu wale ni washirika ambao hawajaaaminika. Hata kukunguta, hawana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayesaidia watu kuweza kusimama imara, kuweza kutulia, kukaa bila mke bila mume. Roho Mtakatifu. Hivi unavyoona unavyotulia, kwa aliyetulia ni Roho Mtakatifu ndiye anayemsaidia kutulia, kukaa vizuri, kutulia vizuri. Sasa baada ya wiki 2 utarudi nyumbani. Ukirudi nyumbani utamkuta mwanamke mwingine atakupiga vichwa mpaka wewe mwenyewe utashangaa. Akaenda kwa mimi muongo, akaenda. Bahati nzuri nimeshamwita mama, nimeshamwitia wanawake kama 6-7 hivi. Akaenda, baada ya wiki 2 akarudi kule, akapita mlango wa nyuma, akapita kule, anaenda rudi kwa mume wake. Akamkuta mwanamke mwingine, vichwa teke, kamvalia suruali, vichwa teke, bondia wa nguvu, piga. Akarudi pale, shafu moja limevimba. Umepigwa na nani? Na mwanamke mwenzangu. Hatukukwambia usiende kule, hatukukwambia usiende kule, usitoke. Ng'ang'ania, akipiga kofi mkono wa kulia, geuza mtu wa kushoto, piga na hapa. Halafu muulize, je, umetosheka? Halafu wewe ingia chumbani ulale. Nataka nimalize kwa kusema kazi za Roho Mtakatifu anazosaidia. Niseme tu moja ambayo nimetumia nyingi sana, lakini niseme tu moja ambayo nilitumia kwenye familia moja ya wanandoa moja huko mkoani mwaka fulani. Nawezekana nilikuwa na kanisa hapa au nilikuwa labda nilikuwa na kanisa hapa, maana nilikuwa natoka hapa naenda kufanya kazi mikoani. Na alikuwa ndugu zangu, mtu mmoja alikuwa ana mke mmoja na watoto 6. Akaamua kuwa anapiga mama yao. Jamani, kupiga ni zilipendwa, au sio jamani? Watu siku hizi wanapigwa kwa vitenge na viatu vizuri. Kile kiatu na kiatu cha vile viatu vya wanaharusi. Wanaharusi watarajiwa. Viatu. Mmevua. Mngeonyesha hivi. Siku hizi wanawake wanapigwa kwa viatu kama vile kule. Mtaviona tu baadaye vile kule. Bwana asifiwe. Na sisi wachungaji tunaangaliaga, kama tukiona mtu mambo yanamwendea vibaya, tunamuombea, Mungu msaidie na yule pale apate kayebo na yeye angalau. Mungu amuinue. Sio Roho Mtakatifu tu anafanya kazi moja tu. Roho Mtakatifu anafiti kila kona. Roho Mtakatifu anafiti kila sehemu, isipokuwa tu kwenye dhambi Roho Mtakatifu afanye. Jamaa mama yake alikuwa na uwezo mkubwa na baba yake. Basi wakaingia wakauliza, hivi hapa ni nani mtu ambaye anaweza kusaidia kwenye familia hii iliyosambatika? Wakasema ni fulani, ni Buda. Hebu nikapate ushauri kwake. Kwa kifupi tu wakaja kupata ushauri kwangu. Walipofika kupata ushauri kwangu, nikamuuliza, wewe una hela? Hivi ninavyoongea na nyumba yake iko Mwananyamala. Nyumba yake iko Mwananyamala huyo mtu. Tena Mwananyamala kisiwani pale. Una hela lakini ndoa ya watoto wako haikai vizuri. Ngoja nikuonyeshe dawa moja. Naiweza hiyo dawa, naiweza. Unaiweza kabisa, naiweza. Haya, kachukue chakula wapike wenyewe kwa sababu ni wakubwa. Mtu bini mwenye watoto 6 ni mkubwa sana. Kachukue wale vizuri, wapike wale vizuri, halafu waondoke wote na wajukuu zako wote waondoke. Wakakae nyumbani. Wakishakaa nyumbani, waingie pale jikoni kule kwenye masizi, kwenye majivu,
halafu wajipake wote, mke wako, yani huyo mtoto wako wa kike, huyo mwanamke ajipake, watoto wote wajipake, halafu walale mzungu wa 4, mwingine mzungu wa 6, mwingine mzungu wa 8, wote walale ovyo ovyo. Halafu atakapokuja atakuja amelewa, anakuja na anguka, atakapowakuta nani, atawahurumia. Sikiliza, naenda kiroho jamani. Sijasema mkomeshe yule mwanaume. Nimesema hivi, atakapofika pale nyumbani atakuta wako jikoni wote kwa muda ambao wamekaa nje, wiki 3, wiki 4 wamekaa nje, akiwakuta watoto wake wamejipaka masizi, wamejipaka majivu, ataanza kulia tu, ataanza kuwabembeleza. Na wewe mwanamke, badala ya poda na mafuta, kajipake masizi, kajipake majivu, halafu wote wewe utalala katikati ya watoto wengine miguu wataweka kichwani, wengine mikono wataweka hivi, wengine wataweka hivi. Nikamwelekeza yule mama, katoka kaenda kawaelekeza wale watu, wakaenda na kuhakikishia mpaka leo hao watoto siwajui ni mababa, ila huwa wanapiga simu na usalimia, wewe ni babu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi kazi ni za Roho, anakuelekeza cha kufanya. Sijui mnanielewa vizuri. Roho Mtakatifu hawezi kukuambia uachane, hawezi kukuambia uachike. Roho Mtakatifu hawezi kukuambia ukatafute mchumba kwenye baa au mchumba kwenye nini. Hapana. Roho Mtakatifu atakuongoza. Jamani, watu ambao wanavaa nguo zinazowasitiri, maana yake wana soko, maana yake wana roho wa Mungu. Mtu mwenye roho wa Mungu hawezi kuvaa umeona? Hawezi kuvaa. Mnazihitaji zile, ni mnajua wenyewe, ni hata sijui kuzitamka. Hawezi kuvaa nguo fupi, hawezi maziwa yakabaki nje. Mtu mwenye Roho Mtakatifu, hata we mwenyewe, kipimo kikubwa kidogo tu cha sio kikubwa, kidogo tu cha kuangalia, unaangalia na uvaaji wa mtu. Huo ndio utakao kupa huyu na Roho Mtakatifu au ana Roho Mtakavitu. Kuna mtu ana Roho Mtakatifu, kuna mtu ana Roho Mtakavitu, kuna mtu ana Roho Mtakafujo. Kila mara ni mchokozi tu, yani mchokozi tu. Mungu awabariki. Tutaendelea Jumatano. Naomba tusimame. Baba mwenye nguvu na mtakatifu, nakuja mbele zako nikileta mahubiri haya, mafundisho haya mikononi mwako. Waongoze watu wako, wainue watu wako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amina. Tuimbe namba 326, halafu mtaongoza na wimbo wa kuabudu.